kwa maana matatizo yalikuwa kiendelea Taifa Stars kama wachezaji kugoma na wengine makocha walikuwa wanachangia kwa sababu wao hawakufichua mapema na hawakusema wakati wako kwenye mfumo. Tangu anafundisha wazungu walikuwa wanagoma. Shakisikia mkuli siku moja akasema nauma baada ya muda tukamwona ipo timu ipo Simba anacheza. Kwani imeanza leo akiwa hata wanje wanacheza. Hizo zipo. Unajua kuna issue ya kususa timu ya taifa. Kuna vitu vingi hapa. Kwanza kuna issue ya mchezaji mwenyewe. Ndio inapokuja swala timu ya taifa ni platform nyingine kubwa sana ambayo mchezaji inabidi uitumie. Kuna wachezaji wanatamani wapate collab ya timu ya taifa ili waongezee CV. Hata kama pale ambapo wanatafuta transfers kubwa kwa sababu kuna baadhi ya ligi hauwezi kwenda kucheza kama huna appearance kwenye timu ya taifa. Kuna watu wanatafuta hizo ili muongezee kitu kwenye wasifu wake. Anapofanya uhamisho mkubwa kwenda ligi kubwa aonekane kwamba kweli ni mchezaji wa timu ya taifa ambaye ipo active. Sasa ukiona mchezaji anasusa timu ya taifa, hapo kuna vitu viwili cha kujiuliza. Ni kitu gani ambacho huwa anakikosa akienda timu ya taifa? Kwa sababu ambao wametajwa si kwamba wameweza kuitwa mara moja. Amemtaja Kibu hapo, kamtaja Wilson Nangu, kamtaja Mwalimu na wengine hawa wamekuwa kiitwa mara kadhaa. Kwa nini labda kuna fulani alienda na kwa nini yuko hapo kuenda? Inawezekana labda kuna vitu ambavyo hakufanywa vizuri wakati aliitwa mara ya kwanza, au alikosa nafasi, au alipima uzito. Kwa kuna vitu vingi sana. Lakini pia kuna issue pia ya mchezaji mwenyewe, namna gani ambavyo anaisamini hiyo nafasi ya kuitwa timu ya taifa. Lakini cha pili pia kuna issue ya mapokeo ya watu. Mwalimu anawezekana akamwadhibu mchezaji fulani kwamba huyo labda alimuita akagoma. Kwa mfano Selemani Mwalimu kwamba aliitwa lakini akaja ripoti kambini, baadaye anakuja kuulizwa ndo anasema kwamba anatatizo la kifamilia. Maana yake alikuwa amekaa kimya tu mpaka meneja akaja akamuuliza. Mwalimu anaweza akampa adhabu, labda huyu sitamuita tena. Au kuna mchezaji mwingine anaripoti kambini, anapewa maagizo haya na mwalimu lakini anagomea. Ishatokea kulikuwa na issue Dickson Job hapa kipindi kile timu ya AFCON mpaka AFCON inakuja kumalizika. Kwa sababu kazi zilizofuata Dickson alikuwa haitwi. Kitu ambacho kilifuata baada ya pale, watu walikuwa wanajadili kwa nini mchezaji kaadhibiwa. Sio kwa nini huyo mchezaji anafanya kosa, lakini kwa nini kaadhibiwa. Na hapo wakawa wanahitimisha kwa kusema mwalimu ana roho mbaya. Kwa nini amuiti mchezaji? Hawajadili kosa alilofanya. Hiyo trend ikaja pia kwa Kevin John. Kevin John naye alifanya makosa yake akaadhibiwa. Hali kani ile. Watu hawajadili kwa nini mchezaji kakosea, wanajadili kwa nini kaadhibiwa, na wanahitimisha kwa kusema mwalimu ana roho mbaya. Kwenye mazingira kama hayo, mwenyewe unaweza kaona wasara huyu mwalimu atafanya kitu gani? Kwa sababu ukifanya kitu hiki mbaya, usipofanya pia ni mbaya vile vile. Kwa hiyo kuna mazingira mengi ambayo ni magumu wakati mwingine huwa anapitia kutokana pia na kila mmoja, kuanzia watu walio kwenye mamlaka kwa maana TFF na wengineo, lakini pia hata wapo huko nje. Kumwadabisha kwa maana kumwadhibu mchezaji, nani anatakiwa kutoa adhabu? Benchi la ufundi ama uongozi wa timu? Inategemeana. Inawezekana benchi likatoa adhabu, hata shirikisho pia wanaweza kutoa adhabu, lakini mwisho wa siku ambaye anaweza issue ya kutokuripoti kambini sio kwamba shirikisho wanakuwa hajui. Kuna muda shirikisho hapo tayari kumwadhibu, lakini wewe mwalimu kasema nipo tayari kufanya naye kazi. Labda kwa sababu muone muhimu huyo mchezaji au na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo haya yote yanawezekana wote wawili kafanya. Lakini hili mambo yaende sawa, is not issue tu kwamba shirikisho tu limwadhibu au kocha tu amwadhibu. Na nyinyi watu huko nyuma mnalipokeaje hili swala? Kuna eneo ambalo club pia zinalea mambo, kwa sababu hizi club zinakuwa na watu wengi ambao huko nyuma mchezaji wao akifanya makosa, akiadhibiwa tu watakuja kupiga kelele. Ndio maana hao majina yote aliyataja hapo wajuhudi hao wote ni wachezaji wa Simba. Ukirudi huko nyuma ni pale pale kali yako. Kwa nini si mchezaji wa Azam? Kwa nini si mchezaji wa Kagera? Nangu aligoma akiwa Simba ama akiwa JKT? Akiwa Simba kwa hapa kwa mechi ya Zambia. Ile chance ilikuwepo. Ni kama kwa maana unataka kusema kwa maana klabu pia zina support hiki ambacho kinaendelea. Sana. Na kuna muda paka huo wanaomba. Waleteni hao, tuna shida nao huko. Na hapo kiangalia kuna zaidi ya wiki mbili za maandalizi. Kuna eneo ambalo klabu pia zinachangia. Kwa haya yote ili yaende sawa lazima wote tukutane sehemu moja. Sio issue tu mwalimu kumwadhibu mchezaji. Sio issue tu shirikisho kufanya hichi kitu. Lazima wote tukubali tukutane sehemu moja. Adhabu kitoka, mchezaji ameadhibiwa, tukae kimya. So mtu anatoa adhabu lakini wewe unasema na roho mbaya, watu wanamtukana mitandaoni, vitu vingine kama hivyo, bado itakuwa isaidii. Kwa hiyo mimi mwisho wa siku alichokisema Jurio ni kitu kizuri. Tunauzuri Jurio
haya huwa anasema hata akiwa kwenye system. Okay. Hajaanza kusema leo Julio. Yaani tabia yake anasema ni mtu ambaye amekuwa mwazi. Kwa hata leo hii na sio kwamba eti yeye ndo kaamua nataka nizungumze. Hapana, si ndo tunamtafuta wakati tunaandaa kipindi. Na akasema kwa sababu mmeniuliza, nitajibu. Acha niseme. Yaani sio kwamba labda ni kinyongo sababu nimefukuzwa kazi acha niseme. Hapana. Kaulizwa kabidi aseme kwa sababu hata kama asingesema pia watu wangesema kwa nini asiseme wakati watu wanataja taarifa. Kwa hiyo mimi Julio nampongeza alichokisema. Imefika wakati hivi sasa baada ya ambacho Julio amekisema leo hii. Kuna vitu vingi ambavyo vimesema inawezekana watu wengine walikuwa wanadanganywa labda hajui kinachoendelea. Sasa hizi kidogo wanapata uelewa. Amezungumzia pia issue ya collab. Collab hii imesifiwa sana. Emedi labda na mzee Julio walikuwa wabaya. Fulani walikuwa wamwiti. Kumbe hii collab kaita Emedi na mzee Julio. Lakini imesifiwa sana. Okay. Sana kwamba Julio na Emedi walikuwa wanalombaya. Hao huyo amwiti huyo amwiti. Kaja Gamondi siku moja akamwita. Kumbe kweli ni yeye mwenyewe aliyeita. Wanasema kwa maana ngozi nyeupe imetakata. Aonaga. Sawa. Na tumeona mara kadhaa viongozi wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika wamekuwa wakitoa wito kwa clubs kuweza kuruhusu wachezaji wao kwenda kutumikia mataifa yao. Hata kuna wakati Gianni Infantino alikuwa kieleza kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwenye mataifa ya Ulaya, kuwazuia baadhi ya wachezaji hasa wa Kiafrika na bara la Asia kwenda katika kutumikia mataifa yao. Kwa klabu zetu, kwa klabu za nje tunaweza tukasema kwa maana wale huwa wanajali zaidi, wanajijali wao kuliko sisi. Kwa hiyo kwa klabu za ndani pia tumefikia hatua hiyo kutokuwa na uzalendo kwa timu yetu ya taifa na kuwashikilia wachezaji wanapokuwa katika majukumu ya timu ya taifa. Kila mtu anaanza kwake hapo. Ni klabu inakuwa na mipango yake. Kwa hiyo issue za uzalendo kusema kweli hazipo, ndio maana wamekuwa hata wakiwaomba. Nazungumza hapa. Kuna muda wachezaji kwa kambi timu ya taifa wana mechi ya kufuzu labda au ni maandalizi mashindano fulani. Klabu inakuja kuwaomba. Lakini ukiangalia muda ambao upo ni muda mrefu, tuwezekana hata baada ya mechi kuchezwa watu wakapata nafasi. Na sio kwamba ni wachezaji wote. Unakuta timu mtu ana wachezaji labda 4 kwenye kikosi cha timu ya taifa. Anawaomba. Na ukitaka kujua kwamba wao wanazingatia mambo yao, wanaombaga hawa tu walioko national team ya Tanzania. Hiyo timu nakuti na wachezaji wengine labda wako Guinea, wengine wako Uganda, sio wengine wako Morocco, wengine wako wapi. Lakini hawa stars tu ndio ambao wanawataka. Kule kwa nini aendi kuomba? Kwa sababu anajua waweza kupata wachezaji kwa ni ugumu. Kwa hiyo kuna eneo ambalo kwenye show zaendo kwenye hizo club haupo. Wao pia huwa wanaangalia. Kwa hiyo clubs ndio zinatufailisha sisi. Tunasema mbona Taifa Stars tunaenda mbele na kurudi nyuma? Kumbe kuna watu wanatufailisha. No, yani ni matatizo mengi tu ambayo yapo. Ndio. Kila mtu ana sehemu ambayo anachangia. Kwa ile haya ishi sio issue tu ya TFF kuweza kubadilika, ni issue ya kila mmoja. Yaani lazima wote tukutane katikati. Wote tukiwa tupo sawa. Ndio madhara ya kuwa na wachezaji wazuri wachache. Okay. Yes. Kwa nini wachezaji wazuri wachache? England wana wachezaji wazuri katika kona zote za dunia, lakini wamekuwa kimngangania Jude Bellingham na wengine. Labda sio kwa Thomas Tuchel. Yeye amekuwa anaweza kumtumia yote. Toka Thomas Tuchel unaona Bellingham kuna kipindi hata alikuwa haitwi. Ni kwa sababu performance ilishuka. Hata jana ameanzia benchi. Hata jana na majeraha pia ilikuwa anashangia. Phil Foden pia. Jana katokea benchi. Sasa si alikuwa hakuwepo kwenye kikosi muda mrefu, anakuja akaanza moja kwa moja katika kikosi cha kwanza. Kwa mtu kama Bellingham hilo kuniambia atoke huko aje kula benchi. Sidhani kama ni kitu ambacho unaweza ukakifikiria. Ni mtu ambaye unajua namba yake kwenye timu ya taifa huwa ni uhakika. Hata wanavorejea mara nyingi wamekuwa wanaanza. Yaani mara chache sana tutolee mfano mtu kama Leo Lamine Yamal awepo timu ya taifa ya Spain akae nje ili acheze nani? Yeremi Pino? Hapana, haiwezekani. Nadhani ni uhaba tu kwa na wachezaji ambao ni wengi. Tuna wachezaji ambao wengi wenye viwango bora. Tuna wachezaji wetu wenye viwango bora ni wachache. Kwa hiyo ndio maana kelele zinakuwa nyingi kungangania kwa sababu ile pool ya talents tunayo ndogo. Kwa hiyo ni rahisi sana kuona complaints. Lakini kama una mtaji mkubwa wa wachezaji ambao wanaweza wakaisaidia timu kwa namna moja au nyingine, ingekuwa inasaidia pia kupunguza lawama, kwa sababu kwa style hiyo pia ina effect ya mchezaji. Kama binadamu tunajua binadamu sometimes huwa tuna shida ile ya ego. Kwa hiyo hata mchezaji akiona timu ya taifa kwamba kwa namna moja au nyingine haiwezi kwenda bila yeye kuwepo kwenye position yake, kuna sometimes yuko kuringa, mchezaji anasumbua, kwa sababu pia akiangalia mahitaji anayoyapata kwa kilabu chake ni makubwa kidogo kuliko na timu ya taifa, ambapo timu za taifa mara nyingi tunajua watu wanalipwa per games, yani per match, au wanasema per DM, kwamba tukiangalia tu kwa timu yetu ya taifa minimum unakuta per game watu wanalipwa dola 500, au mechi ikiwa kubwa sana unakuta ndio hivyo dola inafika mpaka 1500 per games. Kwa hiyo ni hela ambayo ukiangalia kwa vilabu
ni ndogo kwa zile bonus ambao wanazipata. Kwa sometimes mtu pia kuna hivyo vitu za maslahi. Kwa sababu tunaona hizi issues zinatokea hivi katikati ambapo lazima ukute hizi klabu kwa mfano Simba na Yanga wana michezo ya kimataifa. Okay. Kwa sababu ukiangalia michezo ya kimataifa pia bonus zao ni kubwa. Yaani leo twende kwenye hii game kwa mfano Yanga anamfunga FAR Rabat. Lazima issue zima ya kifedha itakuwa ni kubwa sana kwenye demand ya wachezaji na matakwa ya club. Same hata kwa Simba labda anaweza kucheza na mtu kama Petro. Ni mechi kubwa. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine haiwezi endana na maslahi ambayo anaweza kuyapata kwa game kama ya Kuwait. Ni labda tu shirikisho liamue kujifanyaje? Liamue kujiongeza kwa zaidi na hapo. Kwa hiyo nadhani mimi sababu zangu kubwa za msingi ni issue zima za maslahi na hiyo ya kuwa na wachezaji wazuri wachache. Kama una mtaji mkubwa wa wachezaji, mwalimu kuna maslahi makubwa kama kupata kwa maana kupata call up ya national team. Wamezungumza hapa Nsajigwa. Tunafahamu wachezaji wetu wengi wa Tanzania hawapo katika ligi kubwa. Na miongoni mwa ligi kubwa ili kusajili unatakiwa uwe unacheza timu ya taifa. Yes. Yaani kuna maslahi mapana kuliko kuvaa jezi ya taifa lako. Watu wa hivyo wengi sasa hivi tumewapoteza. Hiyo inaweza ikakuonesha hata kwa performance ya timu ya taifa. Nikikwambia leo unitajie wachezaji ambao wanacheza kwa kutoil kwa ajili ya bendera timu ya taifa imekuwa ni machache. Tumekuwa tukienda kwenye mashindano makubwa tumeisha kuwa vituko kwa sababu ukiachana tu na sisi kuwa na quality ndogo au plans labda za benchi la ufundi kwa za kawaida kama watu wanavyosema, lakini mimi pia nimekuwa naona shida ya baadhi ya wachezaji kutokujituma. Kumekuwa kuna shida ya watu kucheza kama wamerelax. Pressure ya timu ya taifa imekuwa ni kubwa sana kwa benchi la ufundi kuliko kwa wachezaji wenyewe. Ndio maana juzi nilikuuliza hapa swali wa Star. Ndio.